Kitabu kile cha Esta, asubuhi ya leo tutakuwa tukiangalia kama Bwana ana neno la kutuongoza na litakalo lisababisha matokeo hata kabla ya hatujaanza kuomba. Bwana amependa aseme na wewe. Nguvu iliyofuta waraka hatari dhidi ya Wayahudi. Ni hiyo nguvu inakwenda kufuta waraka dhidi ya adui zako. Kitabu kile cha Esta mlango wa 3. Nitasoma kuanzia ule mstari wa 6. Akaona si shani kumtia mikono Mordekai peke yake, maana walimjulisha kabila yake Mordekai. Kwa hiyo Hamani alitaka kuwaangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme wote mzima wa Ahasuero, yaani watu wake Mordekai. Basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Nisan, mwaka wa 12 wa mfalme wa Ahasuero, wakapiga puri, yaani kura, mbele ya Hamani siku kwa siku na mwezi kwa mwezi, hata mwezi wa 12 ndio mwezi wa Adari. Basi Hamani akamwambia mfalme wa Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako. Nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Basi mfalme akiona vema na iandikwe kwamba waangamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwao watakaosimamia shughuli hiyo, waziweke katika hazina ya mfalme. Ndipo mfalme akaivua pete yake mkononi, akampa Hamani bin Hamedata Mwagagi, adui ya Wayahudi. Kisha mfalme akamwambia Hamani, hiyo fedha umepewa na watu pia, fanye uonavyo vema. Basi waandishi wa mfalme wakaitwa siku ya 13 mwezi wa kwanza, na barua zikaandikwa kama vile Hamani alivyoagiza vyote, kwa maakida wa mfalme na maliwali waliokuwa juu ya kila jimbo, na mkuu wa kila taifa, kila jimbo kwa mwandiko wake, na kila taifa kwa lugha yake. Zikaandikwa kwa jinsi la mfalme Ahasuero na kutiwa muhuri wa pete yake. Barua zikapelekwa mikononi mwa matarishi mpaka majimbo yote ya mfalme, kuangamiza Wayahudi wote na kuwaua na kuwafisha vijana kwa wazee, watoto wachanga na wake pia. Siku moja, yani siku ya 13 ya mwezi wa 12 ndiyo mwezi wa Adari, kuyachukua mali yao kuwa nyara. Niishie hapo alafu niende
mlango wa 8 mstari wa 5. Nianze mstari wa 3. Tena Esta akasema na mfalme mara ya pili, akaanguka miguuni pake, akamsihi kwa machozi ayaondoe madhara ya Hamani Mwagagi na shauri alilowafanyia Wayahudi. Mstari wa 5 akasema, mfalme, ukiona vema, nami nikiwa nimepata kibali machoni pako, na neno likionekana jema mbele ya mfalme, nami nikimpendeza machoni pake, iandikwe kuzitangua barua za Hamani bin Hamedata Mwagagi alizotunga na kuziandika ili kuangamiza Wayahudi walioko katika majimbo yote ya mfalme. Mstari wa 10 akaandika kwa jina la mfalme Ahasuero na kutia muhuri kwa pete ya mfalme. Akazipeleka barua kwa matarishi wamepanda farasi, wamepanda wanyama wepesi sana, waliotumika kwa huduma ya mfalme, ndio waliozalishwa katika zizi la mfalme. Katika barua hizo mfalme aliwaruhusu Wayahudi wakusanyike katika kila mji na kuzisimamia maisha zao, kuangamiza na kuua na kulifisha jeshi lolote la watu na la jimbo watakao waondokea, wao na wadogo wao na wake na wanawake na kuyachukua. Niishie hapo. Bwana asifiwe. Habari hii si ngeni kwenye Biblia. Habari hii sio ngeni, tumeisoma sana. Miaka mingi iliyopita, kuna mwimbaji mmoja anaitwa Bahati Bukuku aliwimba wimbo wa waraka wa Naamani. Leo Mungu amependa kupitia waraka aseme na wewe, aseme na mimi. Kwanza, ile nyumba tunayojenga ni kubwa, haitapata kizuizi. Vile vizuizi vitaendelea kung'olewa. Baada ya kung'olewa kizuizi kile, na mimi pia nikapigiwa simu. Sijamwambia mwenyekiti. Nilikuwa pale kwenye uwanja wangu pale tulipojenga. Kumekuwa kuna usumbuani tangu mwaka, yani muda mrefu. Siku moja tulitembelewa na waziri wa ardhi, sitamtaja jina lake. Walikuwa wanafungua mahali vibali miliki zilikuwa zinatokea Mbeya. Kwa hiyo kulikuwa kuna ofisi ya kanda hapa. Wakati wanafungua ofisi ya kanda, na mimi nililetewa barua kwa miongoni mwa watakaoomba kwa ajili ya Mungu aendelee kufanya kazi mahali pale. Sasa siku ile ambapo tumekuepo pale, na mimi nikiwa kwenye listi ya watakaoomba, baadaye yule waziri akasema, ninyi vijana ninyi, hivi inawezekana hata huyu ama baba askofu hawa mnawasumbua? Akaniuliza swali, baba askofu hawakusumbui hawa? Na nilikuwa sijapata hati yangu. Nilikuwa nasema hapa ndio Bwana amenipa, lakini nikamwona Mungu ameninyamazisha nisiseme kitu, kwa sababu Mungu ana njia na ana wakati wa kufanya. Wakati tumepata hiyo nikapigiwa na mimi simu, hati iliyosainiwa tangu 2023. Akasema, tunashangaa hujapigiwa simu. Huu ni mwanzo wa Mungu kufichua mafaili ya wengi. Sio huko tu, hata kwenye ajira yako. Kuna baadhi ya watu mko kwenye ajira, kuna vitu vimefichwa.
kuna wengine ni wafanyabiashara, kuna vitu vimefichwa. Kuna wengine kwenye mna afya zenu, kuna vitu vimefichwa. Watumishi wa Mungu, shetani anachokasirika ni ule wimbo na ile kauli mbiu yetu, na hiyo nyumba tutakayojenga ni nyumba ya Mungu mkubwa kuliko. Unajua Iringa ukiorodhesha miungu iko aina nyingi. Yako mamiungu ya chuma ulete, yako mamiungu ya kwenye masoko huko, yako mamiungu kwenye maduka, yako mamiungu kwenye majumba haya. Lakini sisi tunajigamba Mungu wetu ni mkuu juu ya miungu yote. Sasa shetani anachokikosea, anafikiri tunamsingizia. Mungu wetu asingiziwi, ndivyo alivyo. Alfa na Omega ni jina lake, mwanzo na mwisho ni jina lake, asiyeshindwa ni jina lake. Hakushindwa, hatashindwa, na huko mbele hatashindwa. Lakini miungu yote ina expire date. Sisi kama watu wa Iringa tunafahamu, kabla ya wokovu tunaolionao sasa, tukitokea shida tulikuwa naenda makaburini. Kweli sio kweli? Kondoo vipi? Si walikuwa wana soko? Wabena na Wakinga, nafikiri kondoo walikuwa ndio ni miongoni mwa, yani kwanza ilikuwa tukimwona kondoo tunamwangalia huku tunamheshimu. Lakini leo kondoo ni nyama tu, kwa sababu miungu, bendera ya miungu yote ya Iringa imefanyaje? Imeshushwa. Sasa hivi hata ukimwona mtu anaanga naenda kutambika, bado, yani bado mnaendelea kutambika mpaka leo? Kweli watumishi wa Mungu, tulikuwa kabla ya kwenda kupanda mbegu za mashambani, tulisafiri. Baba zetu walifanya hivi, hawakutuambia, lakini tulikuwa naona wameondoka, kisha fika tu wanaanza sema tunaenda kupanda mbegu. Halafu wanakuambia utaanza wewe. Halafu nashangaa baada ya miaka miwili huonekani ulianza kupanda mbegu. Mungu wetu ni juu ya miungu yote. Mungu wetu ni juu ya miungu yote. Sasa tumesoma habari hapa. Jambo la kwanza ni waraka unaandikwa. Na ule waraka ulivyoandikwa, kabla hatujauona waraka huu, Mungu wetu anauona mwisho tangu mwanzo. Wakati huyu Haman Ben Hamedata anaandaa waraka, Mungu kama miaka miwili nyuma yake ameshaanza kutengeneza mazingira ya expired date ya nyaraka zote. Kwa sababu huyu Haman Ben Hamedata, wakati amena ajenda ya kufuta wana wa Israeli, Wayahudi wote, nasema hivi, wanaweza kufuta mtu yeyote, lakini hawezi kumfuta aliyenunuliwa kwa damu ya Yesu. Tuliyenunuliwa kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu ni kubwa kuliko hirizi zote. Damu ya Yesu ni kubwa kuliko matamshi ya kiganga yote. Damu ya Yesu Kristo ina nguvu kuliko chochote kinachotoka kuzimu. Maana anasema Yesu mwenyewe, anasema ninajua kuna kuzimu, wala malango ya kuzimu hayataliweza kanisa. Si kwa sababu uko vile, ni kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Kuanzia mwezi huu, hii Jumapili yetu ya kwanza, kuna nguvu katika damu ya Yesu. Na tutashinda si kwa sababu tuko ndani ya dhehebu, tutashinda kwa sababu tuko ndani ya damu ya Yesu. Tutashinda kwa sababu ushindi wetu unatokana na pale Kalvari, alama ya laana. Yesu alichukua laana zetu. Sasa tunamuona huyu hajipendi, anaanzisha vita na wana wa Israeli. Ukisoma vizuri, mpango wa Hamani uliambatana na vitendo vya kishirikina, kwa sababu alikuwa anapiga puli mwezi baada ya mwezi aone inaangukia wapi. Wenzetu wao wanaenda na nyota. Wenzetu, shetani akitaka kukuweza, anajua hashughuliki na wewe na ulimwengu huu wa kimwili, anaanza na ulimwengu wako wa kiroho.
anaanza kutafuta vitu. Unakuta mara nguo za ndani zimepotea, unakuta mara wakati mwingine kuna zawadi ambayo umekosa nayo amani, unakuta mara kuna ofa ambayo una mashaka nayo. Na mimi narudia tena, chochote utakachokosa nacho usijifanye wewe kwa kujipendekeza. Fanya vile Mungu alivyokukatalia, hata kama ni cha thamani, hata kama ni chips lina kuku anayemelemeta saso, lakini namwambia huyu saso, unakuta unanyima na kukoseshwa amani. Kukoseshwa amani ni rada ya Roho Mtakatifu. Amani ya Kristo na iamue mioyoni mwenu. Maandiko yanazungumza. Kwa hiyo hao walikuwa wanapiga puli mwezi baada ya mwezi, mwezi baada ya mwezi, wanazivunja zile nyota. Lakini sisi hawajui hatuna nyota, bali tuna kibali na neema. Kibali na neema hakiondolewi kwa njia ya nguo ya ndani iliyoibiwa. Kibali cha mtu wa Mungu hakiondolewi kwa ajili ya pete iliyopotea katika mazingira ya ajabu ajabu. Kibali chetu hakipotei kwa ajili ya soksi au chochote ambacho unakuta wakati mwingine kuna pindo zimekatwa. Kwenye maombi haya tunayokwenda kuyaomba, puli na kila kilichopigwa, kilichonuizwa, maandiko yanatuonyesha walipofanya hivyo, baadaye katika ulimwengu wao wa kiroho wakagundua wana wa Israeli wameingia kwenye 18. Wakaenda kwa mfalme wakiwa na utisho. Fikiria, mfalme anajibu mambo ambayo hayaeleweki. Wewe mfalme naambia leta pete, unatoa. Sio chini ya madhabahu huko, chini ya matambiko huko, chini ya nguvu za kishirikina huko. Anashangaa tu ametoa. Utatoaje pete? Pete ambayo ni mamlaka, pete ambayo ndio ufalme wako. Anaitoa, unampa mtu mchizi. Lakini mtu mchizi ameenda katika ulimwengu ule mpaka na mfalme naye anatetemeka. Lakini shetani anaweza akatetemesha wote, lakini Mungu wetu hawezi kutetemeshwa. Mwandishi wa kitabu, nafikiri ni kama sio kitabu cha Danieli, anasema tumeupokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Sasa kama mimi na wewe tumeupokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na kualika twende kwenye siku 3 za maombi. Sasa huyu ndugu, ukisoma vizuri, habari zimefanikiwa, wameshafika, zimeshaandikwa nyaraka. Zilivyoandikwa nyaraka, huyu Hamani akamwambia mfalme, mradi wa uuaji wa mauaji na udhamini mimi. Nilipokuwa nikisoma vipimo vya hizi hela zilizokuwa zinagharimu huu mradi, zilikuwa ni tani 360, sio gramu, ni tani 360, ambayo ni sawa na 3/4 ya uchumi wa taifa lile kwa mwaka mmoja. Hivi ana hela nyingi kiasi gani? Ninyi mnaofahamu hela, achana na sisi tunaofahamu senti. Ninyi mnaofahamu hela, 3/4 ya budget ya nchi ndio zilizokuwa zinagharimu mradi ule. Nataka nikwambie, gharama ya fedha hailingani na damu ya Yesu Kristo. Gharama ya damu ya Yesu Kristo hailingani na zile fedha. Jamaa linasema nitatoa. Vita tunavyoendelea navyo wakati mwingine ni vita vitakavyohusisha miungu. Tunapoenda sasa, inawezekana kabisa vita ambayo tunakabiliana nao, na huo ugonjwa ulionao, yumkini una nyuma yake kuna matamshi ya miungu. Askofu wetu mkuu Daktari Brown Abel Mwakipesile, Mungu akampa neema ya kuona yale ambayo na mimi na wewe tukiwa sehemu, kwamba kuna waraka umeandikwa kwa ajili ya dhehebu letu. Tutakapomaliza maombi haya, ule waraka utafanyaje?
Tuna waraka umeandaliwa kwa ajili ya taifa letu. Tutakapomaliza, Bwana wa miaka ile na ile na ile, Bwana atakwenda kufanya. Na kuna waraka ambao umeandaliwa kwa ajili ya biashara yako, ambao Bwana atakwenda kufanya. Na kuna waraka umeandaliwa kwa ajili ya ndoa yako, lakini Bwana atakwenda kufanyaje? Kufanya. Bwana ni mwema. Tumshangilie Bwana kwa makofi, kwa sababu yeye ni mkuu, anaweza, anajua kila kinachoendelea. Watumishi wa Mungu, Biblia inaeleza hapo, waraka ukasambaa. Usiogope kusambaa kwa waraka. Wafanya biashara, nitakushangaa usiposhiriki maombi haya. Maana wafanya biashara, adui amewakusudia roho ya kuwafilisi, roho ya kusababisha uchumi mgumu, ili aonekane kwamba Mungu atukanwe. Aseme, mnamwona yule alikuwa, wana ni Mungu gani hawa? Na kutaarifu pamoja na vyote vilivyoandaliwa. Nataka nikwambie, tunaenda na fedha zetu, tunakwenda na mali zetu, tunaenda na watoto wetu, tunaenda na kila tulicho nacho. Na katika maombi haya, Bwana, wengine wameshafukiwa vitu vyako, Bwana anakwenda kuvifufua. Nguvu ya ufufuo ifufue mambo yako yaliyokufa. Nguvu ya ufufuo ile ambayo adui anasherehekea kwamba amekuweza. Jumatatu wakati wakina Mariamu wanaenda kaburini, tukaone mahali ambapo tukampake mafuta, wakaona kuna nguvu ya ufufuo imemtoa Yesu. Ghafla kukawa na vikao vikavunjika, shetani na vikao vyake vikavunjika, waganga wa kila aina vikavunjika, wakaanza kulaumiana. Wewe, kwa nini umeruhusu afufuke huyu? Wewe, kwa nini? Akamwambia, wewe Bwana, huyu Bwana nguvu yake haizuiliki. Nguvu ya Mungu haitazuilika kwako. Nguvu ya Mungu itapenya pasipopenyeka. Kwa hiyo sasa tunamwona mfalme kisha uandaa waraka. Na kwa taarifa yako, waraka ukiandikwa kwa muhuri ya mfalme hautangukagi, kwa mujibu wa Wamedi na Waajemi. Kamulize Vashti. Vashti anajua ya kwamba huu ufalme na Esther kamuuliza, kaambia, jamani, mimi nimekaa, lakini huyu hata kwenda kumuona yule mume wake tu anasema nitakufa. Watu wenye maagano kiwango gani? Watu walioshiba damu kwa kiwango gani? Eti kuja tu kuona, ukitokezea haja kuita, umeuao. Lakini nataka nikuambie, Mungu ni mkubwa juu miungu ya Hasuero. Mungu ni mkubwa juu ya miungu ya Haman bin Hemedata. Baada ya hapo, Mungu alipo zile zikasomwa, yani wakasambaza kwa siri. Walivyosambaza zile nyaraka kwa siri, lakini hawakujua ya kwamba Mungu wetu ana tabia ya kuwepo kila mahali, anajua yote. Wakati wako kwenye siri zao kule, mtumishi wa Mungu Mordekai ukamfikia kivuli, photocopy ya waraka. Vipi, waraka umeusoma? Akausoma kama vile wewe ulivyosoma. Saizi umesoma, pressure imeanza kupanda. Kuna pressure isiyoeleweka. Ule ni waraka wa Naamani. Kuna mifupa inauma, kuna kitu kama kinatembea, huo ni waraka wa Naamani. Aliposoma, Biblia inasema akachanganyikiwa. Akasema, ninayo nafasi moja tu. Wenzetu wanaita golden chance. Moja tu. Tutafanyaje? Tumeshakufa. Tunatembea huku tumeshakufa. Umeshawahi kutembea wakati tumeshakufa? Unajikuta mandoto mara uko ndani ya jeneza, afu unajichungulia mwenyewe. Hivi sio mimi niko kwenye jeneza mle? Na unatembea huku umekufa. Hawa watu wana wa Israeli wanatembea wakiwa wamekufa, wafu. Nataka nikwambie, nikutangazie
kwenye maombi yetu tunayokwenda kuomba, Mungu sio anatoa uzima, yeye ndiye uzima. Mungu si anabariki, yeye ndiye baraka. Mungu sio upendo, yeye ndiye Mungu. Sio upendo, yeye sio anapenda, yeye ni upendo. Mungu ni Bwana wa vita. Sasa ukisoma vizuri pale ule mlango wa 6, mlango wa 4, utakuwa kwa muda wako utausoma. Mordekai akalarua mavazi yake. Naomba nikutaarifu, tunakwenda kularua mavazi yetu. Hatutachana ya mavazi. Sisi tumeambiwa tusilarue mavazi, tularue mioyo. Tutakwenda kularua mioyo yetu. Tuna harusi, tuna vijana wetu, tuna vitu mbali, tuna mpango huu wa ujenzi. Bila kularua watumishi wa Mungu tutafikia mahali walisema nionayo nyumba ndio kubwa Mungu wao. Vipi vimewakuta vipi mzee Buhagile? Mwaka huu vipi? Wapi? Na kutaarifu katika jina la Yesu. Tunaenda kwenye ulimwengu wa roho huko. Tunakwenda kumwambia Mungu sasa hivi tunahitaji neema. Na neema itatufanya tufike pasipofikika. Neema itatufanya tupate pasipopatikana. Neema ya Mungu itatufanya tupenye pasipopenyeka. Kwa hiyo ndio maana na kueleza. Inawezekana wengi wamesema kuna ukimya jamani. Na ndio maana kasema kuanzia sasa jamani, kama ikiwezekana muimbage tu. Nayo nyumba mpaka wakere. Mpaka wakere kabisa. Lakini walipoanza kufunga na kuomba, habari zikamfikia Malkia kwamba jamani, Mordekai anafanya vitendo vya ovyo. Amevua mavazi, kavaa na magunia. Halafu anaenda huko. Halafu jamani, sasa huyu Mordekai halafu ajui kwamba na mimi ndio hata nyumba sijaizoea. Jamani, hekima jamani Mordekai. Basi Mordekai akamwambie. Mordekai alikuwa amejua kwamba Mungu huona mwisho tangu mwanzo. Kwa sababu Mungu alishaona miaka 5-10 iliyopita, akasema ili taifa la Israeli lipate kushinda, jambo la kwanza nilete kiburi kwa Vashti. Vashti akaanza kujidaidai hivi. Naomba mama usijidai. Wewe ni mama na wewe baba usijidai. Nyenyekeeni, kila mmoja ana msaada wa mwingine. Kila mmoja anamhitaji mwingine. Ni hilo tu, hakuna wa bora kuliko wengine. Wote tuna nafasi yetu. Baba na nafasi yake na mama na nafasi yako. Tulia kwenye nyumba yako kama neno la Mungu linavyokuamuru. Vashti akaanza kiburi. Jamaa kaweka sherehe yake, sherehe yenye uthamani na utajiri mwingi. Baadaye yule jamaa akasema nahitaji malkia waje wakuone. Wakati anatoka kwenye ndoa kwa mara ya kwanza, akiitwa na Ahasuero, amekuja. Lakini sasa umefika wakati Ahasuero yani mbele za watu. Yani na mimi niende kwani nitakuwa kituko. Unajua kuna wengine hata kwenye send off wamwendagi nyinyi. Mnajifikiria mtakuwa vituko. Nenda pale, wewe umebarikiwa. Popote pale kanisani, popote pale nataka mwandishi anasema jitahidi kujionyesha, jionyeshe. Sisemi jionyeshe utembee nusu uchi. Nusu uchi sio kujionyesha kwetu. Nusu uchi ni kujionyesha kwa makahaba tu. Lakini sisi tunaojionyesha tunaambia tujitahidi kujionyesha. Vashti akaamua kufanyaje? Kutia mgomo. Wakati anatia mgomo, kumbe Mungu anaiona mtego huu wa waraka wa Hamani. Mungu anauona jaribu lako wewe, hajaliona mwaka huu.
hajaliona mwezi wa pili, ameona tangu vikao vyote vinavyokaliwa, ameona gharama zote zinavyotolewa. Wakati mwingine wewe unakuta tu gari limetikisika hivi, lakini Mungu anajua nini kilikuwa kitokee baada. Sio wewe unaona mtikisiko, lakini gharama ya damu na kila zindiko, unakuta gari limetikisika hivi. Hapo nasema kwa jina la Yesu. Nafikiri wote wao mnafahamu. Kwa jina la Yesu. Usiichezee kwa jina la Yesu. Na usione aibu kwa jina la Yesu. Hata kama unakuwa katikati ya watu ambao hawalipendi jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, useme kwa jina la Bwana. Jina la Yesu. Tunaona hapa sasa, wakati Mungu anauona waraka wa mwaka huu, miaka 2000 iliyopita alimleta Yesu Kristo. Wakati anaona yale ambayo yanakaribia kulipata kanisa letu tunapoelekea uchaguzi, Yesu aliyaona mwanzo tangu mwisho, akafa msalabani. Alipokufa msalabani, maana leo tunapoomba, tunaomba kutimiliza kile tayari ambacho alichoshindia zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Mordekai akalalua mavazi yake, lakini kumbe Mungu alichokuwa amekifanya, jambo la kwanza, akamuingiza Esther. Fikiria waraka wa Hamani, hayupo Esther pale, nini kingetokea? Jambo la pili, kuchaguliwa kwa Esther kulizalisha wivu kati ya ile timu ile inayomzunguka mkubwa. Ilipozalisha wivu, ni nani yule binti? Nilifikiri binti wa mkuu wa majeshi, nilifikiri binti wa huyu, nilifikiri jamani, kale ni kajamaa gani tu, bwana sije hakaeleweki. Tumeuliza habari za mama yake, hazieleweki. Tumeuliza habari za baba yake, hazieleweki. Kuna habari za juu ni ka house girl haka kwenye nyumba ya mtu anayeitwa Mordekai. Sasa huyu ndiye amekuwa malkia. Watu wawili waliokuwa wanafanya kazi kwenye ufalme wakaanzisha hoja ya kumuua mfalme. Yote ni ajenda ambayo inaendelea ya ufalme wa Mungu na ufalme wa giza. Ufalme wa giza ajenda zao zina ukomo. Ufalme wa giza huwa wanakosea mahesabu. Ufalme wa giza kama wangelijua hesabu, hawangemuua Yesu msalabani. Ufalme wa giza ungelijua Yesu ni nani, hawangelimtemea mate, wasingelimpiga, wangelimtaka afe kiuzima ili asichukue magonjwa yetu. Lakini walikosea. Ndivyo inavyokuwa shetani na ufalme wake. Lazima watakukosea. Watakwambia leta kuku mweusi, watakwambia leta sijui na kitambaa cheupe, watakwambia na chekundu, watakapokuambia yule mganga atakachokosea, hatakosea, angelisema kalete na damu ya Yesu tuchanganyie hivi. Kwa hiyo angechanganyia hivyo. Hapo asi hatuwezi. Wewe fikiri wameweka kuku, wameweka manyoya, wamechora zile maandishi kama ya tambi, wamekufunika kwenye chupa, wamekuzika, wamechukua walivyochukua. Bahati mbaya wamechukua vyote, lakini wamekosea kuchukua damu. Na hawa ndivyo ilivyokuwa. Bwana akamwambia Mordekai, akampitisha, akapokea ile taarifa. Alivyoipokea ile taarifa, akaipeleka kwa Esther. Esther, mfalme anataka kuuawa. Kweli una uhakika? Na uhakika yasije ikawa ya uzushi, sio ya uzushi. Akampelekea mfalme Ahasuero akasema ni habari kweli. Akasema, akatuma wachunguzi. Alivyotuma wachunguzi, wakagundua ni kweli kina Zereshi na mwenzie walikuwa na ajenda ya kumuua mfalme. Anasema walitundikwa, wakanyongwa. Lakini baada ya kunyongwa, nataka nikuambie Mungu anaufahamu mwisho tangu mwanzo. Baada ya kunyongwa, akasahaulishwa juu ya
Mordekai. Hakumpatia heshima, hakujua, kumbuka Mordekai kama lingegundulika ni umbea angeuawa. Lakini mfalme kasahau. Nataka nikwambie, umesahaulika muda mrefu. Umesahaulika kwenye uchumi wako mpaka wanakusema na yule ameokoka. Umesahaulika kwenye ndoa yako, umesahaulika kazi, hawajua, haoni chochote. Umesahaulika. Nataka nikwambie, kusahaulika Mungu huwa anatumia. Ukiona Bwana ameruhusu tufani kubwa, Bwana anataka kutengeneza baraka kubwa. Baraka kubwa zina vita kubwa. Baraka kubwa zina vikundi na genge. Magenge na magenge walinaunganika, genge la huku linaunganika na huku, wanakuja pamoja. Mpaka unasema jamani, mimi inakuaje watu wanakusanyika hawa na hawa, waganga kutoka huku, kutoka huku, kutoka huku, kutoka huku, wanakusanyika kwa ajili yangu. Wakikusanyika kwa ajili yako, jua kuna mlipuko mkubwa. Jua kuna Mungu mkubwa anakwenda kufanya kitu. Mpe Mungu muda. Mpe Mungu muda. Hawa sasa tusome habari zake hapa. Akasahaulika. Aliposahaulika, Biblia inasemaje? Sasa waraka umeshaandikwa. Na Mungu ameshajua, ndio umeandika waraka. Haya, wakaandika, ukasambaa. Mungu anamwangalia Mordekai, utachukua nini? Akasema, mimi sina pa kukimbilia, nina masaa 72 ya kutokula na kunywa. Nataka litoke jibu. Mungu wa Mordekai, Mungu wa Wayahudi, na Mungu aliye nyuma ya huyu Hamani bin Hamedata na genge lake. Walipoingia kuomba sasa, wameomba. Mungu anayeona mwisho tangu mwanzo akashuka. Aliposhuka akamnyima usingizi Ahasuero. Analala usingizi wa ulaliki. Mungu awanyime usingizi waliokamata haki zako. Mungu awanyime wale watu waliosahaulisha haki zako. Wamesahaulisha faili lako limenani uko faili, anasema ndugu pale kazi. Watumishi wa Mungu, we ni simu kali, ni mtu watumishi wa Mungu, lakini ilichomoka. Watumishi wa Mungu, safari hii usikose. Safari hii Mungu utakayemsimulia mpaka wajukuu zako na vitukuu. Utakapokuwa umeondoka, watasimulia waraka uliofutwa na waraka ulioandikwa. Kwa hiyo hapa tunaona maombi yale. Basi tunamwona mfalme, jambo la kwanza akasema Lakini huyu jamaa Hamani, huyu jina lake wana linachanganyaga sana huyu. Hamani bin Hamedata. Sio tu ana waraka, tena ameanzisha hoja ya kumuua kipeke yake nani? Mordekai. Kwani ule fimbo ilikuwa ndio siku ya mauaji? Hapana. Ameona amharakishe kabla ya wakati. Wayahudi watakujaga kufa baadaye, yeye afe. Ameshaandaa na sherehe ameshaanza. Amesha safiri mkoa mmoja kwenda mwingine. Ameenda kule na kuendaga, ameenda kwa yule mganga wake, ameenda kwa ukule, ameenda kwenye matambiko, ameenda kwenye ule mti wake mkubwa. Yumkini alikuwa na mti likubwa ambalo ndio hema yake. Wakati sisi tunajenga nyumba, wao wana miti na mawe, wao wana milima, wao wana vitu vya namna hiyo. Basi ameshajiandaa, nataka mti ameshauandaa huko kwa ajili ya Mordekai aondoke. Nataka nikuambie, Mungu huwa ni zaidi ya akili. Yaani kwanza Mungu, ukimwambia Mungu ana akili, umekosea. Akili ziko kwetu, lakini Mungu ni zaidi ya akili. Hauitwi akili zile, wala haitwi IQ. Hivi mnaweza mkampima Mungu kwa IQ? Hakuna. Mungu wetu apimwe kwa IQ. Basi alichokifanya Mungu wakati huo, Hamani bin Hamedata amefanya kikao na wale mashoga yao na genge lake lile. Wanakaa ni sawa, akishauawa mimi nitakupatia hiki, nitakufanya hivi, wewe utafanya hivi, wewe utafanya hivi. Wakati amekaa kikao kikaahirishwa, akasema ngoja niende Ikulu. Anaenda Ikulu, mfalme anauliza jamani. Mfalme anasoma waraka, anasoma kitabu kilichoandikwa habari za Mordekai na hajafanywa kitu.
Mfalme anasema hebu mtume mtu aende hapo uani, yani kwenye hema pale, yani kama ua hivi. Anatokezea anamkuta Hamani. Hamani unaitwa na mkuu. Amen. Anakuja naye huku. Wanafiki wabaya, yani wanafiki watu wabaya sana. Anacheka hivi, kumbe ndio basi. Anaambia Hamani, akasema mtu ambaye mfalme amekusudia kumheshimu amfanyie nini? Akili kamjia haraka haraka, nani anaheshimiwa zaidi ya mimi? Akasema mtu anayeheshimiwa Bwana. Jambo la kwanza akaorodhesha vitu chingu mzima. Nataka nikutangazie wewe unaheshimiwa na Mungu. Tunapomtumikia Bwana, Bwana anatuheshimu. Sikuheshimishi wewe, jiheshimishe kwa kumtumikia Mungu. Mimi ninapomtumikia Mungu hapa, ninapotumika kwenye nafasi yangu, ukiniwinda unajiwinda. Wewe unapofanya hivi chochote ukosee, kwa sababu anafanya jambo mfanye vile, ni Mungu anamheshimu. Heshima kwa Hamani akajua ni ya kwake, akamwambia ni hivyo. Baadaye Mungu akamwambia hivi, andaa kama kisipungue kitu juu ya haya uliyoorodhesha, mtu mwenyewe naye mheshimu ni Mordekai. Mimi nikutangazie, maombi yanakwenda kuturudishia heshima yetu, thamani yetu. Nimekombolewa. Kuna wimbo mmoja unasema nimekombolewa na Yesu kwa bei ya mauti, mimi ni wake. Hivi wanajua umekombolewa wewe? Wanajua nimeokolewa? Wanajua wanafahamu. Halafu unaanza unaogopa. Usiogope, kwa sababu yeye aliyekukomboa amekukomboa kwa damu. Sasa maandiko yanasemaje mwishoni kabisa? Akampitisha kwenye mji. Alivyompitisha kwenye mji huyo, akafika, akarudi nyumbani, akamwambia mama. Akamkuta baba alitoka amefurahi, akijua tunaenda kutundika nani? Mordekai. Anarudi amekachoka. Watumishi wa Mungu, ukimwona mtu kachoka, anazeeka siku moja, mashavu hivi ndio yule tuata pua mpaka hazikondagi, lakini nazo huwa zina machanga, unakuta zimebabuka hivi, zinakuwa kama za blue hivi. Basi anafika pale, jamani baba vipi? Umepigwa na radi? Kaambia hapana. Umepigwa na hapana. Bwana nini? Sini hivi nimetoka kumtembeza mji mzima, mheshimiwa, mstahiki, mtukufu Mordekai. Mwanamke yule alikuwa anajua kabila yake ni nini. Kabila, kwanza tuangalie kabila yake, ni Myahudi. Tumekufa baba. Tuliendaje kwa baba? Tulikusudiaje baba? Yani wanaanza baba, hivi umetuacha wenzako baba. Wanalia kwa sababu wanafanya vita na kabila. Nataka nikwambie, sisi ni kabila la waliooshwa na damu ya Yesu Kristo. Nataka nikwambie, tumekufa baba. Watumishi wa Mungu, kwa kumalizia, uliandikwa waraka na Hamani na ulitanguliwa waraka na sijajua aliandika nani, ni Esther au ni nani, lakini ukiangalia pale Esther naye akarushiwa pete. Ile pete ilikuwa mikononi mwa chizi, sasa linaletwa kwetu. Miaka ile ya zamani tulikuwa walimu walikuwa wanapiga, na kulikuwa kuna sheria za kutulinda kwamba sijipigwa viboko viwili alafu kaa vizuri, ukipigwa mkononi nenda kashtaki. Alafu viboko viandikwe kwenye daftari kwamba kosa ni lini. Walikuwa wanajipigia wanavyotaka tu. Basi kuna mwalimu wetu mwingine, nafikiri sijajua kama ndio yule tulisoma naye wote, sipopote pale sijui, lakini alikuwa anafika pale, chaguaneni wawili. Yani mimi kama na Maisabira hivi njoo hivi, chaguaneni. Sasa akaambia, si kosa mlikosa? Ndio. Sasa bana, mimi siwapigi, na ukimpiga kidogo shauri yako halafu naambia haya, tunaanza nani aanze? Anza wewe. Sasa Mordekai angemtaka aanze, yani Hamani alikosea, ilitakiwa mwambie Mordekai anza.
Sasa bahati mbaya Hamani akasema mimi naanza. Kamchalaza. Sasa akaambia haya, Wahehe wanasema ulugoda leo utovi umuyago tagapatali, yaani fimbo uliyepigia mwenzio tupa mbali, akiokota. Wewe ulikuwa unapiga hivi, yeye atakuwa anafanya hivi. Ninamaliza ujumbe huu wa Mungu anasema na wewe kwa miezi iliyo mbele yako. Bwana afute hati, afute waraka. Tusimame. Bwana afute waraka. Bwana afute waraka. Hajui umeandikwaje. Umeandikwa. Kuna nyaraka zingine huwa zinaandikwa. Nimewahi kukuta wakati mwingine mtu ameokoka, tunachana lile hilizi. Tukachana lile hilizi, baadaye tukakuta kuna kucha, tukakuta kuna maandishi kama yanaenda hivi. Sasa hatujui aliandikwaje, lakini yule tulipomwombea alikuwa huru. Bwana afute waraka, na Mungu akupe kuandika waraka. Nikutume mtumishi wa Mungu kwenye maombi haya tumeyaombea. Ikiwezekana hamia hapa katika zile siku. Unainuka unarudi, unarudi. Halafu uone kile kiwaraka kilichoandikwa kwa ajili ya uchumi wako kitakavyoviringishwa. Kile kilichoandikwa kwa ajili ya magonjwa yako, kile kilichoandikwa. Oh, Mungu wetu ni mwema. Ukiwa katika hali ya kutafakari kwa ndani, Mungu ana shauku na wewe. Anataka umwelewe. Anataka jidhihirishe kwako. Haleluya. Wewe Mungu unayezijua nyaraka. Kuna ndoa zingine ziko kwenye shida kwa sababu ya nyaraka. Kuna watoto wengine wako kwenye shida kwa sababu ya nyaraka. Kuna watoto ujinga umewavamia ghafla, hawafanyi vizuri kwenye masomo, kumbe ni waraka. Kuna wengine madeni yamewagandamiza, hayalipiki, kumbe ni waraka. Asubuhi ya leo, kumbe uliandikwa na Hamani na unafutwa na Waisraeli. Bwana wa majeshi, Mungu wetu, tunakuhitaji Mungu, maana fadhili zako wewe ni za milele. Uliyejitokeza wakati wa Wayahudi na Mordekai, jitokeze kwa ajili ya mwanamke huyu. Jitokeze kwa ajili ya mfanyabiashara huyu. Jitokeze kwa ajili ya mjasiriamali huyu. Jitokeze kwa ajili ya ndoa hii. Jitokeze Bwana. Adui amekuwa kitubeza. Adui amekuwa kitucheka na kutudharau. Jitokeze Bwana. Tuna kazi kubwa ya kukujengea nyumba. Tufunike kwa neema inayopitiliza. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa matendo yako makuu. Hebu mweleze Mungu chochote kilicho moyoni mwako. Baba yetu na Mungu wetu, ni nani aliye kama wewe? Ninakushukuru, kukupenda na kukufurahia, maana wewe ni kila kitu kwetu, maana wewe ni mwema kwetu. Bwana, umesema nasi nguvu iliyofuta waraka wa hatari dhidi ya Wayahudi. Bwana wa majeshi, Bwana, waraka ulioandikwa, nyaraka zilizoandikwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu,
machozi na kilio kiliangusha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe ni mwaminifu. Kama ulivyomuondoa Vashti, kama ulivyomuondoa Hamani, kama ulivyomuingiza Esther, kama ulivyomuingiza Bwana, ninakushukuru Bwana, nakutukuza. Sante kwa uaminifu wako, sante kwa neema yako. Nalileta kanisa kwenye mikono yako. Nalileta kanisa kwenye mikono yako. Nalileta kanisa kwenye mikono yako. Ninalileta kanisa kwenye mikono yako. Nawaleta watumishi wako kwenye mikono yako. Bwana, nauleta na unafiki kwa Hamani. Nauleta na ule unafiki kwa Hamani dhidi ya wana wa Israeli. Bwana wa majeshi, Mungu wa Ibrahimu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Asante Bwana kwa neema yako. Kupitia jina la Yesu Kristo nalileta kusanyiko hili. Bwana, nakusihi, mtie nguvu mwanamke huyu, mtie nguvu baba huyu, mtie nguvu binti huyu, litie nguvu kanisa lako. Nalileta kanisa la EAGT nchi nzima kwa msambao huu. Tukakuone Bwana ukigeuza mifupa mikavu ikitoa uhai. Kupitia jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, tumeomba tukiamini. Na kileta na kipindi cha Sunday School. Sema nasi, ongea nasi.